hospitali kwa sababu sukari ipo juu zaidi. Sasa sitaki niongee lolote, nadhani sijui ameingia Bi Khadija, sijajua kama ni Bi Khadija. Wewe Bi Khadija Msongo, naomba funga mic yako tafadhali. Habari za jioni. Nzuri. Habari za jioni. Nzuri, umeshindaje leo hii? Salama, naendelea vizuri kiasi. Alhamdulillah. Japokuwa bado kuna changamoto kama nitakavyoeleza. Okay, inshallah. Mwenyezi Mungu atazidi kutufungulia. Haya, nadhani nimkaribishe Bi Khadija. Bi Khadija yeye kaingia katika program ya 7 day challenge, nadhani ni wiki tena. Lakini kabla hajaingia katika program, mpaka anaongea na mimi hajui kama ana sukari ya kupanda au ya kushuka. Kwa maana Bi Khadija, na hili nitakaolifafanue, upo uwezekano wapo wengine wanapitia changamoto hii ambayo wewe umepitia, ili mtu aweze kujitambua yuko katika fungu gani. After that, kupitia utakachokielekeza wewe, basi huenda kwa wenzako likawa somo zuri na fundisho, na wakajua hatua gani wanatakiwa kuchukua. Karibu mamangu Bi Khadija. Asante. Habari za muda huu ndugu zangu? Nzuri, kwa niaba ya wote. Mimi niligundulika na sukari mwaka 2013 na sio kwamba nilikwenda hospitali kwa kuumwa, lakini nilitamani tu kufanya check up na nikaambiwa kwamba na sukari diabetic type 2. Kwa hiyo moja kwa moja nikaanzishiwa dawa zinaitwa Amaril mwaka 2013. Sikuwa na changamoto yoyote, lakini nilikuwa na uvimbe upande wa kushoto chini ya ziwa. Kuna uvimbe ambao unatokeza, lakini kama kuna tundu hivi linabonyea. Nilipokwenda hospitali wakasema ni tezi, lakini madaktari wakasema tukufanyia operation tuondoe hiyo tezi. Nikawa na wasiwasi sana. Nilikwenda hospitali ya Mwananyamala, daktari tukapanga naye nifanyie operation, akasema ni operation ndogo, tutaondoa hiyo tezi. Lakini nikasita, nikaenda tena hospitali ya Amana, na kwenyewe hivyo hivyo daktari tukapanga kufanya hiyo operation. Nilikuwa nimevimba sana huo upande mmoja wa kushoto, lakini bahati nzuri au bahati mbaya, siku ambayo nilikuwa nafanyia operation, mdogo wangu alikuwa anafanyia operation tena ya kidole tumbo, kwa hiyo ya kwangu ikaahirishwa. Basi nikaona kwa nini nisifanye tu check up ya moja kwa moja nijue tatizo ni nini. Kwa hiyo ikagundulika kwamba hiyo tatizo la uvimbe ilikuwa ni fatty liver, yani ilikuwa na mafuta kwenye ini. Lakini pia nikagundulika na sukari. Mimi swala la sukari halikunishtua kwa sababu familia yetu, hasa upande wa baba yangu, mimi alikufa kwa kisukari toka tukiwa watoto wadogo. Alikuwa anasafiri kutoka kijijini anakwenda Arusha Mount Meru kupima kila mwezi mara moja. Wanakuja kulala Arusha ili asubuhi alfajiri aende akapime sukari. Kwa hiyo tumezoea kumuona akiwa anatumia vitu visivyokuwa na sukari. Lakini babangu mdogo pia mguu wake uliharibika, alipata kidonda, lakini baadaye mguu ukabadilika ukawa na rangi nyeusi, ukakauka kama vile mti. Siku ya kufanyia operation alifia mlangoni, hakuweza kuingia theater, akawa amefariki kabla ya kuingia operation. Dada yangu pia alipata stroke na alikuwa anafanya dialysis mara 2 kwa wiki, naye alikuja akafariki ghafla. Kwa hiyo familia wote tunavyozungumza ni familia kubwa. Tumezaliwa watoto wengi na wote wana kisukari. Karibu watoto wote 20 wana kisukari. Na wazazi wetu wote wa kiumeni wana kisukari, na kama navyotoa maelezo yangu wamefariki, na ndugu pia wengi wamefariki. Kwa hiyo mimi swala hilo nikalichukulia kama la kifamilia. Kwa vipimo ambavyo ninavyo toka mwaka wa 2013 sijawahi kufikisha sukari 19, ndio kipimo changu cha juu kabisa. Kwa hiyo nimekuwa nikicheza na sukari kati ya 12 mpaka 19,
hasa upande wa random. Lakini kwenye fasting sukari yangu mara nyingi inakuwa kati ya 7 mpaka 12. Sikuwa na changamoto yoyote, japokuwa nilianza kupunguza vitu vya sukari. Ilipofika mwaka 2019 nilipata changamoto kubwa sana ya ganzi. Nilipata ganzi kwenye mikono ambayo ilikuwa haiishi. Yaani hata kama unajitingisha, unafanya mazoezi, lakini ganzi iko pale pale. Kwa hiyo nilihangaika sana mpaka mwaka 2020 ganzi ikapungua kidogo. Baadaye kwenye mwaka 2022 tena ganzi ikarudi kwa kasi. Nilikuwa siwezi kula, yani mpaka nalishwa, kwa sababu ni ganzi ambayo inauma kama nakatwa visu, usiku kucha unakesha. Nikishika kitu kama kalamu, mimi kwangu ni kama nimebeba jiwe. Kwa hiyo nilikuwa naumwa sana, lakini pia nilipungua sana mwili kutokana na hayo maumivu na kushindwa kula. Mpaka nikawa hasa kwenye mkono wa kushoto ilibidi niwe navalishwa, kitaalamu sijui wanaita nini, vile ambavyo unavaa vina kama chuma ili kusapoti hivyo vidole vyangu. Kwa hiyo mwaka 2022 nikapata nafuu kidogo, lakini mwaka 2023 ganzi ilirudi tena kwa kasi, na wakati huo nilikuwa nafanya kazi, nikawa ninaomba ruhusa mpaka nikawa nashauriwa kwamba niombe likizo ya kustaafu, lakini tukaenda nao nikapata nafuu kidogo. Mwaka 2024 nikapata nafuu, lakini toka mwaka 2025 mwezi wa 9 ganzi imenishika sana miguuni na mikononi, na upande mzima wa kulia sasa umeshika ganzi. Na katika kipindi chote hicho nimekuwa nikihangaika sana na tiba za hospitali, lakini pia kufuatilia hizi tiba mbadala. Kama mtakumbuka siku za mwanzoni kulikuwa na kampuni inaitwa GNLD. Nilikuwa nahudhuria mafunzo yao na dawa zao, na dawa nyingi na maelekezo mengi nimeyafuata. Na kupitia haya mafunzo mimi Dr. Masudi sikuelekezwa na mtu, lakini ni kwa vile nilikuwa nikipita kwenye mitandao, aina ya vitu ambavyo ninavitafuta vilikuwa ni hivi vinavyohusiana na ganzi, matatizo ya sukari, matatizo ya mifupa na hizo wanaita peripheral neuropathy. Ndio kwa bahati nzuri nikakutana na hili grupu la Dr. Masudi, nikaona nimtafute ili nijiunge nao. Lakini changamoto kubwa ambayo nimekuwa nayo wakati natumia madawa mbalimbali ya hospitali, kwa sababu nilianza na Amaril, baadaye nikawa natumia Gema 2. Nilianza moja mara 2, lakini baadaye nikawa na meza 2 mara 2. Nikaongezewa na madawa mengine inaitwa Citrafloxacin, sifahamu technology jinsi zinavyotajwa, lakini nilikuwa natumia kama dawa 3. Bado sukari haishuki. Ninapoenda kwenye hizi tiba mbadala, mara nyingi nilikuwa napewa dawa wanasema za kuondoa sumu mwilini, lakini changamoto ya ganzi ilikuwa inaambatana na kuwashwa. Nilikuwa nina allergy ambayo haiishi. Yaani muda wote mimi mwili wangu unawasha. Mpaka natumia masindano yale ya kuzuia allergy isiweze kulipuka, kwa sababu ilikuwa inanibana mpaka kifua, nashindwa kupumua. Mpaka nikawa naonana na madaktari hawa wa mapafu kwa sababu ya hiyo allergy na ngozi kuwasha. Na kitu kingine ambacho kilinifanya pia kubadilishiwa, nimekuwa nikibadilishiwa pia kutoka kwenye vidonge kwenda kwenye sindano za insulin. Lakini bado dawa hizo zinakuwa haizinisaidii, sukari inakuwa inapanda, lakini kuna wakati hasa usiku sukari inashuka mpaka kile kipimo kinasoma low. Yaani wakati huo nakuwa sijiwezi, pale kitandani nimeloa maji,
lakini ninakuwa tu akili yangu inafanya kazi kwamba nijikongoje kidogo, nisogee kwenye friji, nichukue kitu chochote, kama ni mkate nianze kula hivyo mkavu, niwashe jiko, nipashe maji, nichanganye na sukari, niweze kunywa. Na wakati mwingine nilikuwa mpaka nalazimika kunywa glucose wakati sukari ikiwa inasoma low. Kwa hiyo mara nyingi sukari ilikuwa inashuka au inapanda, inashuka au inapanda, na sukari mara nyingine ikipanda kidogo inafika labda 2, bado najisikia siwezi kuona vizuri, napepesuka, jasho linanitoka, nakosa nguvu, lakini pia nakuwa hata sijiamini sukari itakuwa imepanda sana au imeshuka sana. Kwa hiyo tatizo langu limekuwa ni hilo, nakuwa na wasiwasi. Pamoja na madawa na sindano nazotumia, bado nakuwa siamini kama naweza nikashinda salama, nikaweza kuendesha gari au nikaweza kukaa bila kuwa na wasiwasi kwamba sukari yangu inaendeleaje. Na hata wakati mwingine nikibaki nyumbani mwenyewe, ni lazima niache mlango wazi, nikiwa na wasiwasi labda sukari inaweza ikashuka au sukari inaweza ikapanda. Lakini pia nakuwa napima mara kwa mara. Nikiona hali imezidi kuwa mbaya, naweza nikapima hata mchana, nikapima hata baada ya masaa 2 matatu kuona mwenendo wake. Kwa hiyo pamoja na kuwa kwenye tiba kwa muda mrefu, sijawahi kupata utulivu wa kwamba sasa hizo dawa zinanisaidia kwa kiwango gani ili niwe na amani, labda nikiwa safarini au nikiwa nimepumzika, nimelala au nikiwa kwenye shughuli zangu. Na hiyo pia ilinilazimisha baada ya kuwa na ruhusa za mara kwa mara za kazini kuomba kustaafu kabla ya muda, yani voluntary retirement, baada ya kufikisha tu umri wa miaka 55. Nikaona badala ya kuwa na usumbufu wa mara kwa mara kuomba ruhusa, na pia wakati mwingine kuzidiwa na ganzi, siwezi kufanya kazi zangu vizuri kwenye kompyuta, nikaona bora nistaafu. Lakini baada ya kujiunga na hizi program, mimi sasa hivi nina siku ya 6 toka nimejiunga rasmi. Nimejiunga rasmi na hii 7 days challenge. Leo ni siku yangu ya 6. Kabla ya kujiunga na hii program nilikuwa kwenye insulin, lakini insulin ilikuwa inanifikisha sukari mpaka inafika 3, lakini ikifika 3 bado nakuwa nakosa nguvu. Kwa hiyo nilianza kuhudhuria hizi live, nikaanza kusikiliza kwamba niondoe chakula cha wanga. Lakini kule hospitali wakaniambia unatakiwa ule kidogo, sio uondoe kabisa. Kwa hiyo unatakiwa ugawanye, robo iwe kwenye wanga na robo nyingine iwe kwenye matunda na nusu iwe kwenye mboga za majani. Kwa hiyo nikawa nakwenda na mwendo huo, lakini bado sukari haishuki. Kwa hiyo mpaka naanza programu hii, sukari yangu ilikuwa inakwenda mpaka 16, 12. Nikaanza sasa, nikaazimia niingie katika programu hii ya 7 days challenge, ambapo hivi ninavyozungumza leo ni siku ya 6. Sukari yangu bado haijakaa sawa, kwa sababu nilianza tarehe 29 ya mwezi wa kwanza nikiwa na sukari ya 8.1, ikaja 7.1, 7.5, 8 na leo nimepata 7.9. Kwa hiyo mwili wangu haujakaa vizuri, bado nasumbuliwa na ganzi, na zaidi ganzi hii inaambatana na umeme. Yaani mishipa yangu inakuwa kama inapigwa shoti. Nikigusa kwenye mguu, kwenye viganja, nakuwa kama nimepigwa shoti ya umeme. Nimefanyiwa vipimo vya x-ray, nikafanyiwa vipimo vya MRI, wakaniambia nina tatizo la uti wa mgongo. Lakini baada ya kuanza hii 7 days challenge, yale matatizo ya kubanwa sana na misuli, kupigwa shoti za umeme, kupata ganzi kali, kwa kweli imepungua, na wakati mwingine nasahau kama nina ganzi. Nalala mpaka asubuhi bila kupata changamoto ya ganzi, bila kupata changamoto ya umeme.
miguu yangu kwenye misuli ilikuwa na mafundo mengi ambayo ukigusa kwenye hizo fundo zinapiga shoti ya umeme, lakini zimeachia mpaka wakati mwingine unatafuta hapa palikuwa pamevimba, pameanza kupungua. Kwa hiyo hii programu ya 7 days challenge, changamoto niliokuwa nayo bado ni ya kuchagua vyakula. Bado sijajua ni vyakula gani ambavyo vitaniwezesha nifikie lile lengo la kupata sukari ya 3.5 mpaka 4 kama ambavyo nimesikia kwenye grupu na maelekezo ya daktari, ili niweze kutumia virutubisho. Kwa hayo machache, naomba niungane na nyinyi katika safari hii ya kuweza kupona kisukari, lakini pia nimeazimia kwa mwaka huu na mimi niweze kuimarisha afya yangu kwa kwenda sawa na programu inavyoelekea.